Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Geita, Manjari Magambo, amewataka baadhi ya viongozi wa chama pamoja na serikali kuacha kutengenezeana ajali za kisiasa pale linapokuja suala la vijana kugombea nafasi mbalimbali na badala yake watengenezwe vijana ili wawe mfano mzuri wa viongozi. Kauli hiyo ameitoa katika ziara yake ya kutembelea kata kwa kata za wilaya ya Bukombe, ambapo amesema viongozi wana jukumu la kujifunza kutoka kwa watangulizi wetu akiwemo hayati Magufuli ambaye amekuwa mfano mzuri wa kuigwa na kumtengeneza Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye kwa sasa ni kiongozi hodari na shupavu. Aidha, Manjari amewataka wanachama wa chama hicho kuacha kutumia mitandao ya kijamii kuchafuana kwa sababu inachafua taswira ya chama. Tutengeneze nafasi ya kuwapika vijana wengi na viongozi wengine ili baadaye hizi nafasi wanaweza wakaja kuchukua kama sio sasa au baadaye. Na hivyo mimi nikiwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa na kamati yangu ya utekelezaji wa vijana tumejipa jukumu la kuhakikisha tunatengeneza vijana wengi, tunatengeneza viongozi wengi, aidha wao waje waongoze au watakuja kuongoza wengine. Na sisi tuna jukumu moja la kuwa daraja la kuhakikisha vijana wenzetu wanapanda na kufikia malengo wanayofikia, aidha ya kuongoza au kutambua fursa ambazo zinaletwa na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi ikiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mimi niwahakikishie tu vijana wa Geita wasiogope. Serikali na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, wao ni daraja la kuhakikisha mwana CCM au kijana yote wa Kitanzania anapata fursa aidha ya ajira, fursa aidha ya huduma yoyote ya kijamii, lakini hata fursa ya uongozi. Na wito wa viongozi siku zote, hasa Dr. Samia Suluhu Hassan, anatutaka sisi viongozi tuwe sehemu ya kuandaa na kuwatengeneza viongozi wengine wa kesho. Na sisi kama Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi tutahakikisha jukumu hilo na maelekezo hayo. Pia hata mwenyekiti wetu wa vijana wa taifa Mohamed Ali Mohamed Kawaida mara kadhaa ametuambia sisi viongozi tuhakikishe tunakuwa daraja la kuandaa viongozi wengine. Na mimi nitoe wito kwa viongozi wa ngazi zote ndani ya mkoa wetu wa Geita wa Umoja wa Vijana, tuwe daraja la kuhakikisha tunawapa fursa viongozi na vijana wengine waweze kupata nafasi. Tuwasemee, tuwapiganie, tuwapambanie, lakini nitoe wito pia vijana tuache kuzuliana mambo. Tusiandikane vibaya kwenye mitandao. Kama unataka kumuandaa kijana aje kuwa kiongozi, muandae katika misingi ya kumtengeneza. Tusizuliane mambo, kwa sababu sasa imekuwepo tabia na kasumba ya kutoana CV ambazo sizo kwa baadhi ya vijana, watu wanasemana vibaya. Tuache. Vijana wa Chama cha Mapinduzi ni wastaarabu, na kama kauli mbiu yetu ya kazi na utu, tuonyeshe hakika ule utu ambao Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi kinahitaji. Tuwe wastaarabu katika kipindi hiki cha uchaguzi, tuyafuate maadili ya uchaguzi, tuyafuate maadili ya nchi. Katika swala la kutengeneza viongozi, tunaiga mfano kwenye chama chetu cha Mapinduzi. Taifa letu, rais wa kwanza wa nchi yetu alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu Nyerere alivyoondoka, alimtengeneza Ali Hassan Mwinyi akawa rais wetu wa awamu ya pili. Lakini Hassan Mwinyi alivyoondoka, alimtengeneza Benjamin William Mkapa na kuwa rais wa awamu ya tatu. Jakaya Mrisho Kikwete alivyoingia, naye alimtengeneza Dr. John Joseph Pombe Magufuli kuwa rais wa awamu ya tano. Daktari John Pombe Magufuli mara kadhaa akiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi tulimsikia akimsifia kwa uzuri wa mambo makubwa anayosaidiwa na makamu wake wa rais wa wakati ule ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa utani katika kipindi fulani alisema kwenye mkutano mkuu wa CCM wa taifa anafarijika sana kwa kazi anazosaidiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi viongozi kwa kuiga mambo hayo yanayofanyika kwa viongozi wetu wakuu wa chama, tunalo jukumu la kuhakikisha tunaandaa viongozi kama alivyo Daktari John Pombe Joseph Magufuli aliyetuachia Daktari Samia Suluhu Hassan. Na sisi wa Tanzania, sisi wana Geita tunajivunia kwa kiongozi ambaye tumeachiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na tunampenda na tunafarijika naye. Na mimi niwahakikishie vijana wenzangu, unapotoa fursa ya kutengeneza kiongozi, unapata fursa pia ya kuacha alama. Leo tunapomuona Dr. Samia Suluhu Hassan, tunamuona Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Tunapoona kazi zinazopigwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ukubwa na kwa ufanisi mkubwa, tunamuona Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Sisi vijana wa mkoa wa Geita tunafarijika kwa kazi kubwa zinazofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaamini ukiacha viongozi umeacha taifa la kesho. Tuna imani na Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuige mfano huo, tuandae viongozi wa kesho wa taifa letu. Kama katibu wa vijana wa wilaya Bukombe, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi 2025. Tunawahamasisha vijana wote wenye uwezo, wenye nia waje wagombee. Lakini wanapokuja kugombea vijana
hasa wilaya yetu hii ya Bukombe waje wakiwa na sifa. Asije kijana mradi ni kijana, aje kijana mwenye sifa na mwenye uwezo wa kuongoza vijana wenzake na kuwaelekeza na kuwa mstari wa mbele kuwaelekeza vijana wenzake na kuwafundisha nini maana ya uongozi. Tunamshukuru sana mwenyekiti wetu wa Umoja wa Vijana wa Mkoa, ndugu Manjale Magambo, ni kama taa yetu ya Umoja wa Vijana wa mkoa wetu wa Geita. Ni kiongozi ambaye ni mwadilifu, lakini ni kiongozi ambaye anawafundisha na kuwaelekeza vijana nini maana ya uongozi. Rai yangu kama katibu wa Umoja wa Vijana wilaya Bukombe, na wasihi vijana wenzangu, tuache kubagazana kwenye mitandao, tuache kusemeana mambo mabaya, lakini tutumie mitandao vizuri kusemeana mambo mazuri na kufundishana na kuelekeza mambo yaliyo mazuri ya chama chetu cha Mapinduzi na hasa jumuiya yetu ya Umoja wa Vijana.